Mtazamaji wa Nyikani TV, turejee huko Nigeria. Mambo yakoje? Kwamba utawala wa kijeshi wa jimbo la Rivers unaendelea kupingwa baada ya miezi kadhaa ya mafarakano na mvutano kati ya gavana mpya wa jimbo la Rivers, Siminalayi Fubara, na mtangulizi wake Nyesom Wike, mshirika wa karibu wa rais anayetuhumiwa kutaka kudumisha ushawishi wake katika jimbo hilo. Bola Tinubu, mkuu wa nchi wa Nigeria, aliamua kuwasimamisha kazi maafisa wote waliochaguliwa katika eneo hilo na kuteua msimamizi wa kijeshi mnamo Machi 18. Kwa muda wa mwezi mmoja uliopita, mkuu wa zamani wa jeshi la wanamaji wa Nigeria, Admiral mstaafu Iboki Ete Ibasi, amekuwa akisimamia jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers kusini mwa Nigeria. Lakini uamuzi wa kumteua kama msimamizi pekee wa eneo hilo kwa kipindi cha awali cha miezi 6 ni mbali sana na kauli moja mahakimu na wanasheria kadhaa wa Nigeria tayari wameshatuhumu usimamizi wake wa kijeshi wa masuala ya jimbo hilo, pamoja na mpangilio wa kisiasa ambao wanauelezea kuwa kinyume kabisa na kanuni za demokrasia. Tabia za kidikteta. Akiwa peke yake na bila kushauriana, Iboki Ete Ibasi amefanya uteuzi wa wakuu wa wilaya, taasisi za mikoa na hata tume ya uchaguzi ya eneo hilo, huku wakati huo huo wapinzani wake pia wakimtuhumu kwa kuwashambulia hasa wale walio karibu na gavana mteule Siminalayi Fubara, wakidai kuwa gavana huyo anapokea maagizo yake moja kwa moja kutoka kwa gavana wa zamani Nyesom Wike. Ili kuandamana dhidi ya mwenendo wake wa kidikteta, kundi la wanawake kutoka jimbo la Rivers liliandaa maandamano mawili tangu mwanzoni mwa mwezi huu, jambo ambalo ni nadra kutokea nchini Nigeria. Kwa upande wake, chama cha wanasheria wa Nigeria kimetangaza kwamba mkutano wake mkuu wa kila mwaka ambao ulipangwa kufanyika katika jimbo la Rivers badala yake utafanyika katika eneo jingine. Hii ni habari kutoka huko Nigeria ambako utawala wa kijeshi wa jimbo la Rivers unaendelea kupingwa.